Unajua kwamba ni kitu kimoja hapa. Kweli. Swala huyu mwenyekiti mpaka yafikia kwa nafanya matendo kama hapa. Tatizo ni ushirikiano. Hapa kijiji hatuna ushirikiano. Hivi ule mwenyekiti unataka kufanya naye ushirikiano huo? Mtu asiyekubali kushauriwa, Yaani anakaa anafumbia macho baadhi ya mambo, mimi nashindwa kwa kumuelewa. Yaani kwa kweli. Unajua huyu mwenyekiti sisi wenyewe ndio chanzo cha kufanya mpaka awe hivyo. Kwani sisi kama vijana tunashindwa kuamua chochote kile kuhusiana na yeye. Alafu isitoshe sisi ni watatu na tunatosha tu kumfanyia kitu. Kwanza mimi nina uchungu, kampigisha babangu fimbo hadharani namuona. Sema nilikuwa bado mtoto nilikuwa sina cha kuamua. Ila mpaka sasa hivi leo naniuma na nitalipiza kisasi. Kwa kinachotakiwa hapa ni sisi wenyewe kwanza kujipanga kuwa mfano wa vijana wengine. Inawezekana. Kwani atatufanya? Inawezekana ana chochote. Kwani ana nini? Tunampata tunamwambia ukweli. Basi aache tabia ya kufumbia baadhi ya matukio mama. Macho. Kwanza anafanya kazi gani yule anakula tu amegeuza kijiji kama chumba. Yaani amejikalia tu kama blesse. Yaani sielewi kiano. Haiwezi kutufanya chochote mwanangu, ambaye kama inawezekana. Yaani yule pale ni kumpa makavu tu kama mwenyekiti wewe ufai kweli ufai kabisa. Hicho ndo cha msingi. Yaani yule jamaa kufanya nini? Yaani anashindwa kumuelewa. Sijui ni sea. Salama mambo. Vipi? Nashindwa kumuelewa. Basi. Zoea. Njoo, mbona unaenda mbali unazalimia mbali? Mimi naenda. Swali za siku. Nzuri. Sasa amependeza. Wewe ni waache baadaye. Amenenepa bwana. Umeona sasa. Kwa maana mimi nachokifikiria cha msingi sasa. Ni kama tulichokiongea. Na mimi ndo yani kutoka watu wafuate. Kwani yeye wajumbe wenzangu. Sijafurahishwa na kitu ambacho kimetendeka katika kijiji. Kuna Juma anakuja kuchukua katika kijiji na kwenda kutoa kafara. Nani hajui kama Debora anaenda kuolewa kijiji cha tatu? Nani hajui? Alipenda kuolewa ndio malaka anakwenda kijiji. Na nyinyi wajumbe mmekaa na mnafahamu swala. Sipo tayari kuona Juma anakwenda kutoa kafara kisa Debora. Natuma vijana waende kufanya upelelezi kule. Kujua Juma yupo hai au amekufa. Na sisi lazima tutoe kafara hapa kwa kijiji. Sipo tayari. Mmekaa Juma na mnalijua swala. Bigilimana. Mheshimiwa. Hii swala kutoa kafara bado ngali mapema sana. Vizuri hivyo umesema tutachukua vijana kwenda kutuma kule upelelezi. Kama Juma bado yuko hai au ameshafariki. Swali zuri sana. Hichi ni kijiji cha mashujaa. Lazima tuhakikishe Juma yupo au hayupo. Vinginevyo tunatoa kafara hapa. Sitaki kusikia ujinga wote unafanyika hapa. Lazima ifanyike hivi. Na lazima tutende hivi. Wanakuja kuchezea katika hichi kijiji. Wanakuja kujitawala katika hichi kijiji. Kuchukua watu tu ovyo tu. Sipo tayari. Nendeni huko kufanya upelelezi. Kweli, mwenyekiti kwa sahihi. Nataka ripoti haraka iwezekanavyo. Sasa tukafanya upelelezi. Sasa, twende. Mwenyekiti tunatoka. Siwezi kukubali. Nasema siwezi kukubali. Kasota. Kama nilivyosema ndugu yangu, ni tabia za mwenyekiti nizipendi. Ana tabia mbaya sijapata kuona. Haiwezekani kila mtu anayefanya kosa katika kijiji akapeleka kafara. Ni kweli Zito. Hata mimi inaniuma kuona wana kijiji wenzangu wanateketea. Wanazidi kufa kila siku. Na mimi sasa nitachokifanya katika wanakijiji wenzangu, nitawaomba hata kula zao. Wanakijiji kila siku wanatolewa kafara kila siku. Matokeo yake tutaisha. Sasa mimi nikigombea mwenyekiti hawezi kunipa. Mimi ni wa kwanza. Hapo unapita baba. Hapo unapita. Kwa sababu kwa mambo anayoyafanya sasa hivi mwenyekiti, mimi na imani wananchi wengi kwa sasa wanamchukia. Mimi nakupa. Mimi gani unapita? Kwa mimi? Unapita. Kwa kijiji lazima tumpinge mwenyekiti kwa anayoyafanya. Naomba Mungu. Pisha kuwa nuksi. Wana ameondoka. Kweli? Naondoka.
Hebu twendeni. Sasa hapa imeshaingia nuksi, twendeni. Tunaweza kufa. Wewe, leta uamua. Mwenyekiti. Shikamoo. Karibu. Asante. Shikamoo. Karibu. Shikamoo. Ndio. Naona vijana mnitembelea. Naona vijana anapokuja kwa mwenyekiti. Kuna heri kidogo. Safi tu. Vipi maendeleo ya kijiji umeonaje? Vipi maendeleo ya kijiji? Mabaya. Ufai. Ufai kabisa mwenyekiti, ufai wewe. Yaani ufai mwenyekiti, ufai. Sifai. Yaani ufai kabisa mwenyekiti, ufai. Mwenyekiti mpaka sikufikia hatua kusema ufai kungana matendo yako ambayo unayafanya. Yametuchosha. Mwenyekiti, kama hujui, ina maana huelewi yanayofanyika huko kijijini, si ndio? Mwenyekiti, wewe ndio kiongozi wetu. Kwa namna nyingine wewe ndio tunakutegemea. Lakini wewe ukikaa huna lolote na ulijua, unafikia sisi tutakuelewa vipi? Mwenyekiti, natumai wewe unachokijua ni kula tu. Huna cha msingi kingine unachokijua. Sasa mmekuja kunitusi. Hapana, Mmekuja kutukana mwenyekiti. Mmekuja kunitukana? Yaani ni uvi kifupi mwenyekiti. Alafu isitoshe sisi kwanza tumekuja hapa ni kwa jambo moja, sisi kukupa tu ukweli. Haya tunayaongea hapa sisi ni kutoka moyoni mwetu. Hatubahatishi. Haiwezekani. Sasa mnasimamia. Mimi naongea tu ukweli mwenyewe. Mimi sijasimama naongea ukweli. Mwenyekiti, angalia, mtu anatoa anakuja hapa, acha tu kujitawala, wewe upo tu. Hapa wewe kama mwenyekiti, kipo unachokifanya sasa? Sasa unasimamia? Mimi naongea tu ukweli. Unanisimamia sasa. Mnakuja kunifundisha utawala mimi. Sio kukufundisha mwenyekiti, wewe kijiji hicho umekibwetesha. Sasa mwenyekiti, nataka nikuulize kitu kimoja. Wewe unafahamu kwamba Juma yuko wapi? Yuko wapi? Juma yuko wapi? Juma yuko wapi? Wewe umekaa tu unafumbia macho na kati ni kijana wako mmo kijiji. Kwamba unasema kama vile sio binadamu. Nimesema swala la Juma mnaniachia. Hapana mwenyekiti, hapana. Tuna haki ya kuuliza Juma yuko wapi? Kimoja. Juma wewe unasema ni mwananchi wako. Kwamba haya nataka unikuulize kwamba ile familia yako ndio unaihudumia. Kama mtu wako wa kijijini. Wewe ndio mwenyekiti. Kwamba Juma anakuja anachukuliwa, anaenda kufanywa mambo yasiyo stahili. Wewe umetulia. Kweli. Wewe kama ungekuwa una maana, ungemchukua mke wako au mtoto wako, ukampeleka kula Juma ukamleta. Nimesema swala Juma niacheni mimi. Mimi ndo ninajua Juma yuko wapi. Mwananchi wetu sote tunaacha kujua nani Juma yuko wapi. Yuko wapi na kijiji? Yaani mwenyekiti. Yaani Juma hangaike eti wewe ni mwananchi wako, wewe ndio unajua. Unajua nini? Hichi kijiji wewe umekigeuza kama chumbani kwako. Lakini Tunapokosea na state tuseme. Nimesema niacheni swala la Juma. Mimi ndo mwenyekiti wa kijiji. Na nafahamu kila kitu. Hao lengo lako nataka tu tuone kwamba sisi ni watovu wa nidhamu. Hao ndio wanataka tu tulaumu hivyo. Na ndio maana mimi juzi kipindi napita kule chini kule kwa mzee Uhamu. Nikakuta wale vijana wanasema wanataka wakupindue. Wewe utoke kwenye madaraka. Wewe mimi. Wewe huyo. Walishindwa, kuna mtu alikuwa anaitwa Hamisi. Alikuja kutaka kuvunja tawala, alishindwa. Kama ambieni baba yenu. Watu wa sasa unajua. Kwa Hamisi alitaka kuja kutawala hapa. Nilimtoa kafara. Basi najua umemtoa kafara. Hao labda naye umemtoa kafara. Baba yako nilimchapa bakora katika. Wewe baba yangu ulimteleza kwa sababu alikuwa ni mzee, lakini sisi lazima tutetee haki yetu hapa. Sisi kama mtoto tutasimama kama vijana hapa. Wewe ni kweli. Nyie watoto. Lazima utoke madaraka. Hivi unashindwa kutumia hekima yako. Utatoka nani wewe? Umekuwa nani wewe? Utatoka. Kama mbeni baba yenu anamfahamu historia ya Hamisi. Sasa anafahamu utapambana na hao vijana. Sisi wenyewe sisi ndio mimi ndo mazoba, lazima utajua tu kama nasema hivi jinsi tutafanya. Kwanza ninafuta bangi. Naomba mtoke kwangu. Mvuta bangi wewe ongeaje maneno ya maana. Naomba toka. Naomba mtoke kwangu. Naomba mtoke kwangu. Hamnijui nyie. Hamnijui nyie. Kauliza wazazi wenu. Kama uliza wazazi wenu wanifahamu mimi. Mwenyekiti wa kijiji nani? Nani? Ile mradi ukweli umefika kiivo na umepokea. Toka. Wewe nani? Maboga. Mnakuja. Kitaka kunikana. Hivi. Ujasiri wa kuja kumfokea mwenyekiti. Umetoa wapi? Haufahamu utawala. Yale magenge ya tumbaku unayaona? Shusha utawala mimi. Ngoja. Tawaonyesha.
Mwenyekiti, niona maswali yangu. Nikwenda kushughulikia wazazi wao kwa sababu hili jambo wazazi wao wangelijua wangefahamu. Jamani, asiyefunzwa na mamaye hufunzwa na ulimwengu. Hawa tunashirikiana kwa wazazi wao. Nitawafundisha mimi kwa kuwatoa kafara. Lazima niwatoe kafara hawa vijana. Lazima niwatoe kafara. Hawa watakuwa sio wao. Hawa watakuwa wametumwa na wazazi wao. Na kama sio wazazi wao, basi watakuwa ni watu baki ambao wao watuma. Sio hivi. Ndio. Sasa ule kufia ule mtoto ikashesha. Kopa. Wakina kopa. Hawa wakina kopa wanaboga. Afu mama wacha naye yule mimi jirani yangu utamalizana naye. Hiyo mambo sasa tunazungumza tunawatoa kafara hawa watoto. Kama nilivyoambia, Yesu pale kunisaidia. Sijui ningekuwa kwenye hali gani kwa sasa hivi. Na sijui kwa alikorudi watakuwa wamemfanya nini. Debora, unaje sisi tukurudishe tu kwenu? Hapana. Kwa sababu hata nyumbani nitafika. Kwa maana wazazi wetu wakijua kwamba sisi tumekuficha huko ndani, tayari ni matatizo. Mwenyekiti wa hichi kijiji akijua kama sisi tumekuweka huko ndani, Debora, tayari wanatafuta sisi matatizo pamoja mimi na mdogo wangu. Ni bora tu sisi tulikurudisha kwenu. Mama. Odi. Karibu. Jamani. Karibu. Karibu Zuena. Zuena, hebu tukae. Karibu tukae. Tukae. Asante. Hebu tukae. Zuena. Nana na mgeni. Kuna mgeni, karibu. Debora. Mambo. Debora, za siku jamani. Tangu umeolewa ndio leo hii tunaonana tena. Vipi? Afi. Mimi nikupitia kuhusu safari. Ile safari tuenda kwa sababu mama hayupo. Mama hayupo kwa sababu na mgeni. Hatuwezi kuondoka kwa sababu sisi ndio tumebaki na nyumba. Tutaenda siku nyingine. Okay. Kweli? Kweli. Basi wewe mimi niwaache kwa sababu nimepita kwa uliza leo kama tunaenda au twende. Sababu mama anituma chumvi, ngoja. Bwana, sisi tuko tuwakilishe eti. Bye. Hivi. Huyu mna rafiki naye? Ndio, ni rafiki yetu. Tena kipenzi. Mnaona hizo kutasi leo. Wala hizi kumwambia mtu. Tunavyomfahamu mimi Zuena. Wala hizi kumwambia mtu hizi taarifa kwamba uko hapa. Ondoa shaka. Nisikia Debora. Sababu unafanya usiende shamba? Naumwa. Yaani wewe zikianza tu habari za kwenda shambani wewe unaumwa. Wewe si uvivu. Kwa hiyo usipenda shamba. Kazi za hapo utafanya. Kazi gani kwani afanyie mkienda shamba hapa kuna kazi gani? Kupika tu, kupika hapa si mimi nitakuta nimepika hapo maji. Wewe naye. Kuna mimi nakuseme wewe. Unajishuku. Karibu. Karibu tena. Shoga leo umetutembelea tutahama mji leo. Jamani sijaje hapa. Nyie ndio hata kuja kutoa amji kumtembelea. Karibu mwai. Basi wachine kwanza na hayo. Hapa nina jipya. Yaani kitu ambacho nitakiona kwa siku ya leo. Yaani mwezi kuamini. Hivi nina habari kama Debora yupo kina Hadija. Debora unamjua mimi. Debora huyu. Hizi taarifa umetoa. Nimemuona kwa macho yangu nashuhudia. Yuko kina Hadija ndani. Una uhakika? Na uhakika 100%. Yaani wewe unasema uongo. Debora huyu? Kwa mimi Debora simjui. Debora mkuta kina Hadija. Debora mimi namsalimia, haitiki, kimya. Debora mambo, kimya. Za siku kimya. Hakunijibu kwa anatoa Debora inama. Nikaamua kuoga na kuondoka. Zuena, unafahamu kama Debora anatafutwa?
Debora anajua kama atakutoka katika hichi kijiji. Na mimi ndio maana nilimkuta ndani. Sikumkuta nje, nilimkuta ndani. Nipo msalimia Debora za siku. Ndani kwa kina nani? Kina Dija. Sasa kwa nini usitaki kumwambia mwenyewe? Hizo taarifa ni hatari. Yaani wewe unazipata hizo taarifa tu unakuja kutuambia sisi. Dalozi shoga yako ni muongo. Kwa sababu Debora kakimbia katika hichi kijiji cha 3. Hichi kijiji tena kaudi kufanya nini Debora? Katajua kabisa anatafutwa. Sasa na akishikwa anatolewa kafara. Anakuja kufanya nini kwenye hichi kijiji? Alafu kinachoniumiza kichwa. Yaani mwenyekiti anamtafuta Debora. Sasa itakuwaje utuambie kama Debora umemuona wewe? Debora jamani msikate. Kama mko mnabisha, mguu wangu nimpa kina Dija mkamuone Debora. Yumo ndani kina Debora amefichwa. Sasa bali ndio ishafikisheni ujumbe basi. Kwa elini babu. Na nangu dukani. Haya mwaya shoga. Karibu baadaye. Haya. Mimi bado hajaniingia kingine. Yaani tufanye tunapojua. Mpaka twende tukamuone kabisa kwa macho yetu. Kama mko pamoja na mimi sawa, twendeni. Sadalo cha kufanya tumvishie mama. Na tutakula kweli na hilo gengeleni. Shikamoo. Yaani tangu asubuhi nimetoka. Nimelala sasa hivi ndo mnaamka. Mama, si tushapika tushaivisha. Wewe kama unataka kula sema tukupe chakula. Chini mama, mbona wewe? Kaa chini hapo mtaniambia nini? Mimi nasikia gani jana mama. Leo tuna habari mpya. Haya na maneno yenu haya mazuri. Kaja rafiki yake Dalozi. Sema unamfinya, niambie. Mwaya mama nakwambia. Kuna mtu kaja hapa. Kaja kutuambia kwamba Debora kaonekana katika kijiji chetu. Sio kuna mtu mama, Zuena rafiki yake Dalozi. Sisemi hata sana watu wakaja kuwasikia. Hivi nyamfahamu kama Debora anatafuta ndani ya kijiji? Leo mnaongea neno kama hilo jamani. Mama sisi tumeshangaa. Yaani hatujiamini mpaka sasa hivi. Sasa kama mlikuwa mnataka kutafuta matatizo sana, naona kama mnataka kupitiliza. Mungu wangu. Hivi kweli mnapoongea maneno kama mna imani mwenyekiti akijua mtasema nini nyinyi? Masi ndio maana tumeongea hapa na wewe upo tumekwambia tu wewe na wewe. Sasa jamani haya maneno yaishie hapa. Yaishie hapa. Asitokei mtu atakulitoa huko ndani na kulipeleka nje. Shauri yenu. Ila mama, huyu Zuena huyu atakuwa amemuona Debora. Huwezi kuwa na uhakika kwa mtu ambaye hujamuona. Uhakika umeutoa wapi? Mama yeye sambola akasema eti amemuona tena akawa anamuongelesha kabisa afu yule kakaa kimya Debora. Yule mtoto lakini mnamjua nyewe Zuena, yule mnamjua Zuena kwa kutunga mambo nyinyi. Shauri yenu. Ujingani nimekataa wala msomo niambia hata siku. Tumeelewana jamani. Yaani haya maneno yaishie hapa. Nisirudi tena kuyasikia hapa. Nisikilizeni ndio. Mimi tuna mkubwa. Sasa tunaondoka hapa, tunamtenga chakula kisha kula. Mguu mmoja wangu, mwingine wenu. Tunajifanya tunaenda kisimani. Tukahakikishe mpaka tumuone Debora kwa macho yetu, sawa? Hiyo ndo la maana. Sasa mimi nikamtengea chakula. Na huyu Debora. Kama yumo ndani kweli. Hiki kijiji sijui atakaribu. Uso wake sijui ataupeleka wapi. Mwenyekiti alivyokuwa mkatili. Mimi hadi namuonea huruma. Yaani nakwambia, sio nakwambia atamkatakata sijui ni mapanga sio atafanyaje mbele ya wananchi. Nakwambia atajishuhudia hicho kifo cha nani? Cha Debora, atajuta. Yaani atajuta, unajua atajuta. Namuonea hadi huruma. Siku yenyewe sijui Mungu wangu simpati picha Debora. Tumeonyesha udhalili kabisa ndani ya kijiji. Unafahamu jua Debora ndani ya kijiji? Hapana, toa taarifa yote leo. Hapana mwenyekiti. Kama mimi mwenyekiti nasikia taarifa juu. Nakuja kuambia na jumba kijiji. Najua nyinyi mtakuwa mnafahamu ujio wa Debora katika kijiji. Mwenyekiti tufahamu chochote kile. Hamfahamu. Sasa nawatuma mwende kwa kina Asha. Mlete Asha hapa. Sawa. Sasa nielewa vizuri. Ndio. Alaka iwezekanavyo ni muone Asha hapa.
atakuwa anafahamu ujio wa Debora. Haikosekana Asha. Akikosekana Asha, mama yake pia atakuwa anajua swala hili la Debora kufika katika kijiji. Inaonekana utawala wangu hafai katika kijiji. Yaani watu wanaingia katika kijiji sijui. Nina wajumbe kabisa. Uongozi wangu hafai. Na lazima nifanye chini juu. Nisimame mara katika uongozi wangu. Siwezi kukubali mtu anakuja kwenye kijiji ovyo ovyo bila nikujua. Odi. Karibuni. Za size. Salama, karibuni. Size mama. Salama tu. Wakati tunakuta. Nasha hapo. Uko kuna nini? Wakina Asha wanaitwa na mwenyekiti. Inasemekana kwamba nyinyi ndio wajua taarifa ya ujio wa Debora hapa kijijini. Hapo ametoka. Alafu hayo mnaongea na sio kweli, kwa sababu mimi mama yao sina hizo taarifa. Ndio kwanza naanza kuwasikia nyinyi. Kwa kwao nao wapo. Tumeagizwa mwenyekiti. Tuende na mama yao ili waweze kutoa taarifa kamili. Mimi siwezi kwenda kwa sababu mmenikuta ndio kwanza nataka kutoka. Na safari zangu naenda huko. Basi. Waambiwa nao. Atakaporudi basi wasitoki. Tarudi jioni. Sawa. Sawa mama. Ndio. Hata tatizo. Kwa sababu watu niliwaambia hawakutaka kusikia. Huyu mzee alivyokuwa mkali, mimi nitamweza huyu. Rosi! Rosi! Hebu acha nsia huko. Ona huyu mama. Rosi. Muda wote Waswahili walisema asosikia la mzazi wake. Naamini kabisa dunia inataka sasa kuwafundisheni nyie. Wajumbe wametoka hapa muda huu. Na wamedai kwamba jioni mtoto atarudi. Hapana. Asisikia la mkuu basi atakuja kupata matatizo duniani. Hivi zile taarifa za kuhusu Debora kuingia katika kijiji hichi, ni nani alizitoa hapa na kwenda kujieleza huko nje? Mama na sasa na rafiki Darozi. Darozi rafiki yako ndo kayatoa maneno hapa kapeleka kule kwa mwenyekiti. Sasa ili swala nitajua nyewe mimi alinihusu. Mama, sisi sijamwambia mtu yoyote. Sasa ndugu zangu ni kazi imeanza. Hizo taarifa nataka kumesikia hapa. Hilo swali sasa kuniuliza mimi. Hili swali mtakao muulizane nyewe kwa sababu niliwakatalieni ala. Na haitoshi yaani jioni mkisikia tu nyayo zozote za mguu mkisikia hodi msiitike na wala mstoki ndani. Kaani humo ndani mkijitia kutoka shauri yenu mimi simo. Mama. Simo kabisa. Si utusaidie mama uende wewe, lakini si unajua mwenyekiti alivyokuwa mkatili vile, si tuende sisi. Mama nenda wewe. Lakini mama, watoto wako. Sasa ukishasema hivyo unafikia sisi utatupeleka hapa mama. Hii ishakuwa tatizo, tusije kingine kulitatua. Yaani mimi ndo tatizo, mimi simo. Mama, usiongee hivyo. Hili ishakuwa tatizo. Sasa ukishongea hivyo sana unakienda kwaje? Kwa sababu ni muda mwingi sana na wakatazeni. Sasa mama ukishafika tunafanya. Mimi sijui mtafanyaje. Mwanzo tulikuwa tunaongea habari tulikuwa ni sisi tu familia. Sana hata kama atoa maneno hapa. Na wasiwasi na rafiki yake na Darozi. Mimi sijui hayo. Kwa herini na hivi naondoka. Sasa basi wakija mkisikia hodi wala msiitike. Sasa mama, hebu tujadili. Mimi na wasiwasi na Zuena wako huyo. Mimi jamani natoka. Mwenyekiti. Sitaki tena kusikia neno la mtu kazi kwenu. Lakini mama, sije kwanza tuongee ili kwa tulimalize mamangu. Sasa tutafanyaje? Mimi ndio nimeshamaliza hivyo, nimewambia vikaeni ndani. Mkisikia hodi wala mkisikia msiitike. Kwa mimi nataka si mwenyekiti atoka pala. Sasa tunafanya. Maana hizo taarifa zilikuwa tunaongelea hapo. Chukua mimi na wewe na mama. Lozi sitaki unaona kati rafiki yako. Darozi mbona anakuwa ni mkorofa kati rafiki yako ndo kasema. Ni rafiki yako sababu rafiki yako ni shushushu sana. Huyo rafiki yangu alikuja kutuambia sisi. Mimi na hizo ni kimdomo sana ndio kama sio taarifa hapo umepeleka mitaani. Yule akileta maneno hapa anatoa hapa anapeleka jumba nyingine. Akitoa kule anapeleka kwingine. Kama
kama vile umjui. Sasa ndo hapa imeshakuwa hivi. Tena mimi sinihusishe kabisa. Simo. Sasa Zuwena kana rafiki yako wewe. Rafiki yako wewe. Kwani uongo? Sasa nyinyi kosa tukae tujui tunafanya nini, mnaanza kulaumiana ni wewe. Kwa mimi mtu mzima na akili zangu naweza nikatoka hapa nikaenda kupeleka hizo taarifa. Wewe kaa chini baki na jadili wewe na mdogo wako, mimi hayanihusu. Yaani siku hizi umekuwa kimdomo wewe. Sasa wewe tunafanyaje? Kwa kweli mimi sijui. Maana huyo Zuwena mwenyewe huyo. Akikwambia neno kwanza anaweza kukuchamba hadi wewe mwenyewe. Ndio tabia alokuwa nayo. Sasa mimi sijui hapa utafanyaje. Kupokea tu maneno na taarifa msizozijua. Kazi kwako. Moja. Karibuni. Sasa hivi. Salama. Karibu. Asante. Mama, tumekufuata wewe. Kwa nini mama umekuwa mtu wa matukio katika hichi kijiji? Umekuwa mtu wa ajabu katika hichi kijiji. Unaficha wahalifu katika hichi kijiji. Kwa nini unakiuka amri ya mwenyekiti? Nimetuma wajumbe walete watoto zako, lakini umekataa. Na unashidai katika hichi kijiji nini? Unashidai kuna hichi kijiji ni nini? Umekuwa mtu wa matukio sana wewe mama. Umekuwa mtu ajabu katika hichi kijiji. Unaficha wahalifu wewe? Unaficha watu wa ajabu wewe? Hujui kama Debora mwana kijiji hichi kijiji? Lakini umficha Debora. Na unajua mila desturi ya kijiji, anakeficha mtu ambaye sio mwana kijiji anatolewa kafara. Sasa wanao lazima watolewe kafara. Na endapo tarudia matukio kama haya, nitakufukuza katika kijiji changu. Naomba umakini. Ndio, nadhani umesikia. Sio mwenyekiti niko pale anatafuta kitu gani? Yaani kila siku mwenyekiti ni mimi na watoto wangu, ni mimi tu na watoto wangu. Hivi lakini mwenyekiti sana naona mimi kitu gani? Liwalo nadiwe bwana. Dada, unajua mimi njaa inauma. Hapa namalizia tu hivi hapo, kwanza naosha bakuli mbili na sufuria la ugali hapa. Naenda kuweka chungu cha ugali kwanza, vingine namalizia baadaye. Nikimaliza naweka chungu cha ugali. Hodi! Unajitafutisha vya hiyo. Karibu. Za hapa. Salama shikamoo jamaa dada. Mbona hivyo kuna tatizo? Zuwena nimemkuta. Hayupo. Kuna tatizo? Kuna tatizo kubwa sana. Mwana Zuwena akija mwambie kuanzia leo nisirudi kumuona nyumbani kwangu. Hivi nyinyi mna habari kama Debora yuko katika kijiji hichi? Debora. Sasa mdogo wenu Zuwena akaondoka hapa anakuja kuambia wanangu kwamba Debora yuko katika kijiji hichi. Nani asiyejua kama Debora anatafuta katika hichi kijiji? Sasa akija hapa mwambie siku yote nikamuona nyumbani kwangu. Yaani nitahakikisha nimemburuza yeye huyo Zuwena mpaka nifikishe kwa mwenyekiti wa kijiji. Mwekeni mdogo wenu chini. Na mwambie kabisa hiyo tabia ya kukosa kuwa anashinda kwao. Haangalii jua wala mvua, kutazima manyumba ya watu. Kuanzia leo nisirudi kumuona nyumbani kwangu. Akija mumfikishie hizo taarifa, mimi naondoka. Dogo. Kila siku hapa nyumbani nashinda na washauri. Lakini dada, hivi mdogo wetu vipi? Lakini nini? Kila siku nashinda naongea hapa na washauri kama mkubwa wenu, lakini hamtaki kunielewa. Ukimwambia aende shamba nakataa. Na ukimwambia mwambie baki na nyumba, hatima yake ndo haya sasa. Mimi naona huu ni msalaba tu nilioachiwa. Usiseme hivyo dada. Ndio maana yake naongea nini? Mtakuwa watoto wa aina gani ambao hamshauriki? Zuwena, umetoka wapi? Mimi naongea na nani? Nitokea kule kwa wapi? Toka asubuhi mpaka saa hizi kwenye nyumba za watu, mbona wenyewe hatujaona hapa? Toka kwa rafiki yangu. Rafiki yako yupi? Hajawahi kufika. Wewe unafuata nini kwao? Unafuata nini? Mbona uko unatutia aibu katika hichi kijiji Zuwena? Wewe ni mtoto wa aina gani? Wa kike ambao hujui kuamka unafagia, kuamka unaosha vyombo. Yaani hata nguo zako zinakushinda, dada yako ndo anakufulia. Hivi hizi mbariga zako hizi
Na ama kalio yako. Yanakaa chini akatulia. Unaenda wapi? Unaenda wapi? Hapa nyumbani kwenu kuna kunguni. Wewe huwezi kuangalia kitu au kaona kitu kwa jicho ukakaa kimya. Huu mdomo kijiji kizima. Kaya zote zinakaa zinaongea ni Zuwena. Wewe umekuwa mtoto wa aina gani? Mama nani huyo? Mama Aisha, unatushika mndani. Tunatukanwa sisi kwa sababu yako wewe. Zuwena mdogo wangu. Sasa tulimuona wewe. Hivi unataka mimi nikule kivipi wewe? Sasa na mdomo wako unatoka hapo unaenda kuyatangaza kule. Sasa wewe na wenyewe utaenda njia moja. Kakaangu bora umefika. Zuwena, bora hivyo nimekukuta. Maana huu mtaa wote unaopa jaba. Nasikia kwamba wewe umekuwa mbea sana. Wewe, njoo. Njoo. Wewe unaingia ndani, njoo. Donge, kaa. Kuja, kaa. Pita hapa. Kuna wanangu, mbona mnaingia bila hata kupiga hodi? Mama, uje wetu uliotuleta hapa kwako. Tulisikia mwenyekiti na ujumbe wake wako hapa kwako. Umeshaka. Wamesha? Ondoka. Mama, sikiliza, sisi ni watu wazuri. Sisi ni vijana hapa kijijini ambao hatumuungi mkono mwenyekiti na mambo yake. Leti kama tungelimkuta hapa, kitu ambacho kingefanyika hapa leo, uko na mwaga damu. Nashukuru wanangu. Kama mtanisaidia kuhusu mwenyekiti, nitawashukuru sana. Yaani mwenyekiti hapa kwangu imeshakuwa ni tatizo, yani silali sipumui wala sili ajili ya mwenyekiti. Wanafanya matukio hayo ni wengine. Mama, hebu nisikilize kwanza. Mimi ndio Kasokota. Nasifika kwa kila kijiji hapa. Mji wote huo unanijua mimi kijijini. Lakini kuanzia mwenyekiti na wajumbe, leo damu ilikuwa na maika hapo wani kwako. Si ndio umekuja nao hapa? Kwa kweli ni kwa nao hapa na sungusungu hawa. Wasungusungu wawili. Tuko lazima tukusaidie. Kwa nini unataka kututawala? Huyu mwenyekiti gani? Kwanza tumepata uchungu sana kusikia umeshaondoka. Yaani tuko lazi tufe naye huyo mwenyekiti. Yaani kijiji kizima kimekuwa ni kero. Na bahati sana. Sana, yani sana. Nilikuwa ni kero mimi hapa. Twende. Kesho mama, saa 12. 12. Tuko hapa. Anatua na sisi tuko hapa. Sawa. Umenisikia mama? Ndio. Msimu na shaka nyie. Umesikia? Msimu na tatizo lolote. Sijui hata nifanye nini jamani. Yaani mimi nasikia viungo vyote ni vina nguvu hata kidogo yani. Hivi kwani mna imani wale vijana wanaweza kumweza mwenyekiti kweli? Mimi kwa naona bora sisi kesho asubuhi wale vijana watakapokuja hapa tukute sisi hatupo. Tuamke asubuhi twende shamba, tukakae kule shamba. Mawana muweza mwenyekiti kwa sababu nikaa kwa amesimama hapa ameshika panga na unaonekana na uchungu sana mwenyekiti na watampiga. Wewe. Yupo unafahamu mwenyekiti vizuri wewe? Ni siwezi nikaenda shamba, maisha shamba siyawezi. Kama kwa sababu unafahamu wewe. Yaani huyo mwenyekiti yani ni mtu mmoja hatari wewe Asha wewe. Yaani mwenyekiti ni hatari hapa kijijini. Yaani mimi naona yaani wanangu tukubaliane twendeni shambani tukakae shamba. Bora wakija wale vijana wakute kwa nyumbani hakuna mtu. Mimi shamba siendi. Lakini mama, hata kama tukienda shambani, ifu nafikiri mwenyekiti atatufuata shambani jamani. Kuna shamba hawezi kuja kwanza mashamba yetu mengine hayafahamu. Nyumba. Usibomoe, uliza hapa mshatoka wapo. Watu kama mjifungia ndani. Gonga kimya. Bana watu mshakimbia. Watu kama fungua mlango. Fungua. Sio watu kama mjifungia ndani. Angalia vizuri. Kuna wapi ndani? Labda kaangalia na kule jikoni. Watu kama mshakimbia ndani. Kaangalia na kule jikoni. Wewe mlevi hata sio kwa na mawenge ndani bana kisha. Wewe mimi naona vizuri wewe. Wai bana Mbaza. Hawapo bwana mlevi. Kuna kuku tu. Hawapo itakuwa mshatoka wao. Watakuwa wameenda wapi? Na hizo tukamkimbilia polini. Lakini bwana Mbaza, mimi tabia mwenyekiti inanikera.
kwa kukaa anatoa kafara hapa kijijini, mimi tabia inanikera na inaniuzi kabisa. Sipendelei nayo kabisa. Wameshafanya makosa. Na vile katoa kafara hawa watu. Sio kwa sababu tumewakosa, twende. Tukirudi tukiwakuta tusiache mtu. Yaani bora twende na maiti. Sasa wewe unataka afanyeje? Kawaida ya kijijiki mtu akikosea anatolewa kafara. Sasa wewe umekosea na bila utolewe kafara. Kweli kabisa. Wewe na wacha fujo bwana. Yaani tabia sipendelei nayo kabisa. Turudi siku nyingine tukiwafumania haki ya Mungu na akibisha nguko mwenyekiti. Tutachinja mtu. Sawa sawa. Hamna tatizo. Sawa sawa. Twende. Lakini mama yangu umebifu hapa. Umebifu ndio, umebifu la. Tutacheza sana. Hodi hapa. Karibu. Asante. Karibuni. Karibuni. Asante, ni salama. Salama. Mpo? Tupo Hapa nyumbani. Nzuri. Mpo kabisa. Tupo karibuni. Kae, asante. Weka huko. Mpo hapa, mpo nyie? Tupo. Haya. Nawaona mpo kabisa nyie, mpo hapa. Tupo. Wachie bwana. Jamani, mbona ujio wa asubuhi na mapema? Ni kama kawaida yetu, sababu sisi ni wasanii tunaokubalika kijiji kizima. Napata kipaji cha baba yangu. Anaimba yule. Alikuwa akicheza ngoma wewe. Asikwambie mtu. Sasa ndio mimi tena nimepata. Waonyeshe. Niwaonyeshe. Baba uko tayari niwaonyeshe? Waulize wenyewe. Ngoja niende Dum ili tucheze. Sasa nataka acheze mmoja. Tunaonyesha burudani. Burudani ndani, burudani hapo. Tunaleta Dum tunapiga ili tupate. Yaani hilo linakuwa kama ngoma. Tuna Dum, tuna ngoma. Kwa mimi nimekosea kuja kuchukua Dum tucheze hapa naonyesha burudani. Labda uibe ila imba tu kwa mdomo ila mna ndo. Hamna wala Dum. Na wakija hamna wewe hamna. Mama wewe. Hamna Dum. Hatuchagui chochote. Mimi nacheza hivyo hivyo. Cheza hivyo. Cheza. Ila umekataa. Dum lipo. Hamna. Kayenge yenge. Kayenge yenge. Yaani sisi tulikuwa tuchelewe. Baba yangu ana kipaji. Kayenge yenge. Kayenge yenge. Kayenge yenge. Kayenge yenge. Zele mama ndo baline sikila gende kumulapa. Kayenge yenge. Wangu wewe. Kayenge yenge. Sasa burudani bila Dum wala ipendezi. Unajua ni yake. Hapo angeenda kumtonga mgeni. Wakaja wakaburudika wote. Mbona burudani msiangalie nyewe wenyewe, mletee na mgeni angalie burudani. Ndio msimamo wangu mimi. Mgeni anatoka wapi? Mgeni anatoka wapi? Si ndani. Sema hayupo hapa kwetu. Hayupo Hayupo. Ameenda nda shamba. Shamba? Sisi hapa kwetu hatuna mgeni. Na mashujaa. Hakuna mgeni. Mbona unataka kulazimisha lakini? Hivi mnajua nyinyi mnatukosea sana sisi. Hizo ndo tumwambie nimletee. Na hatuwezi tukamkaribisha mgeni bila mwenye. Sipendagi mimi mchana kweupe kabisa saa 7 mchana mnatuwekea ufyajio hapa. Mnakuwa mna maana gani? Sisi hapa tuna mwiko. Mimi siwezi kuona kabisa na kumilete ufyajio kwa lazima niupeleke ukataki kae undani. Unanicheka tena ndugu yangu. Yaani wewe unataka kunifurahisha jamani. Ndio kufurahisha. Mimi hata sikuelewi malo. Sasa kwani ngoja. Ni mwiko kwa yeye kama ni yeye kakuulizia nini? Kwani wewe ufajio ni ndio? Ndio hapo. Na ni ndani huko. Mara mlango. Joto tamuua mojoto. Joto tamuua humo. Achungulia dirishani. Achungulia hapa. Twende tukakae. Usipate tangalizia hapa. Lakini Hadija, si mlengwa. Kwa hiyo mnafikia kwamba sisi tumekuja hapa basi tumekuja kwa nia ndio mgeni ama kwa shali. Hapana. Sisi tuna nia njema tulikuwa tumekuja hapa. Kama mgeni yupo ndani, ni vizuri kumsalimia. Kwani basi tumekuja kumsalimia mgeni? Hakuna mgeni jamani, mbona mtaki kutuelewa? Umeona bana? Hapa kwetu sisi hatuna mgeni. Haya bana. Mimi niache. Unapeleka wapi? Unampeleka maji ya kunywa sasa mpaka tuanze kuambiana. Si ukae kama unataka maji ya kunywa mimi nikuletee. Na nyeko ndani wenu nyie. Wewe naye, wewe njoo. No, hivyo sasa. Yaani sisi kwa twende. Yaani wewe unataka kuongea na mimi, twende tukakae pale pembeni tuongee ila huko ndani sisi hatu.
Au tuingie. Mnaenda kuongelea. Au tuingie huko. Unajua hapa kwanza sasa hivi ni pazuri. Pazuri hapa. Tena na wewe huo unachangamka. Unajua wewe umekaa tu. Sisi tulizaliwa kabichi. Umekalia misita tu hapo. Wewe tujui hata ukoje. Nishasema hivi hapa kwetu sisi hatuna mgeni. Na kama ndio kichwaleteni naombeni muondoke hapa kwetu sisi hatuna mgeni. Kama ni mgeni ni mwenyeji, sema tu amekuja tena. Hayupo hapa hamna mtu. Mgeni ni mwenyeji sema hayupo tu. Sasa amekaa ndani peke yake. Bwana. Twende. Haina shida. Mgeni tupo nje. Kwa heli bwana. Kila mmoja mtamuona vyote. Mtamuona joto. Lakini kwa nini msimwache nje? Au baadaye ndo mtatoka naye? Endeni. Kwa elini bwana. Haya bye. Bye. Baadaye ndo mtatoka naye. Haya. Kwa hiyo twende. Twende. Mgeni tunatoka. Kabichi bye. Ndio baba umetoka tusingie ndani. Bye. Tunaenda. Kweli. Haya. Na kitu. Nina uhakika kabisa kama Debora. Debora yupo. Maana nashinda kuelewa. Kwa nini mbona alikuwa anakatakata? Mimi simepeka ufyajio. Nimeona kama unajua jicho, nimeona kama lens. Kwa nikashinda kufuatisha mboni na vipi nyangala vyeupe. Ili ni jicho na mtu anatuchungulia tunachokifanya. Sasa mbinu zote tumezozitumia tujue tutafanikiwa. Yaani kila kitu kadogo anakataa. Kila kitu kadogo anakataa. Debora yumo ndani. Wewe atakuwa anaongea ukweli. Sasa hapana macha kufanya vitu ndio tuone kitu. Hizi taarifa hamna anayezisambaza zaidi ya Zuena. Na ni kweli. Zuena amekuwa na kimdomo hapa kijijini. Na leo muona hapa nyumbani ni Zuena. Yaani mimi nakwambia hivi mdogo wangu, mimi mguu wangu mpaka kwa kina Zuena. Nisikilize dada. Lakini nilikwambia yule rafiki yako ana siri ya mdomo. Sasa uniambia kwamba rafiki yako si rafiki yetu sote. Mimi kikubwa namfuata Zuena, naenda kumkomesha apunguze uongo. Baki unatenga miogo jikoni, mimi naenda sasa hivi nikamkomesha amezidi uongo Zuena. Sawa, ila usichelewi. Karibu tukae. Zuena, mbona ni mwongo sana? Wana kijiji tunataka kuzungumzia wewe. Nataka uniambie kilichokusababisha unikuta Debora nyumbani na kuambia na kijiji kama umemkuta Debora nyumbani. Nani alikutuma? Nataka uniambie. Umekuja kuniuliza, umekuja kunisuta? Nimekuja kukuuliza. Hivi Debora haipo kweli? Sasa kama Debora yuko nyumbani inakuhusu nini? Inanihusu na maana nakwambia na kijiji. Uongo ni wewe. Inakuhusu nini mwana kijiji? Kama mwana kijiji. Kwa nini Debora kufikia kwenu? Sikiza ngombe. Si mwana kijiji. Debora yuko kwenu? La, sababu taarifa yako umeachibua. Natoka hapa kwa mwenyekiti naenda kumuuliza taarifa zote. Kesho asubuhi na mapema nakuja kwenu. Wewe na familia yako mtatolewa kafara. Ndio mimi. Wewe ni rafiki yangu. Kwani unakuwa na tabia mbaya? Tabia mbaya zipi? Unakuwa na tabia mbaya. Ni uongo, haipo kwenu. Ndiyo, haipo kwenu. Nini nakuhusu nini? Uko ni rafiki yangu Zuena. Unakuwa muongo Zuena. Sawa, mimi naondoka. Acheche. Mimi ndo Zuena kama ulikuwa unijui, mwingine ni photocopy. Na upenda usipenda lazima tuje kesho asubuhi na mwenyekiti. Sasa kama Zuena. Zuena kila saa hichi kijiji nimeshaanza kama sana. Zuena. Hata haya. Zuena. Mbona msakama katika hichi kijiji? Kwenda huko. Kuja pamoja bisa ameshipa. Wewe. Yuka. Utajua mbele kwa mbele. Simama. Twende. Simama. Inuka. Inuka. Sema sasa.
Mama. Hivi una taarifa kijijini kwetu? Taarifa? Hauna taarifa yoyote? Sina taarifa yoyote. Mwenyekiti ameagiza sungusungu wa kijiji wameenda kwako, wamebeba mwanao aliyekuwa amebaki nyumbani. Mwanangu? Ndiye aliyekuwa amebaki nyumbani. Kwa kosa gani? Anadai kwamba mwanao ndio anajua kina Debora alipo. Kwa hiyo mpaka sasa hivi yupo kwa mwenyekiti. Yaani huyu mwenyekiti huyu anachonitafuta mimi na familia yangu hata sikifahamu ni kitu gani. Yaani siku nika kwa mwenyekiti. Yaani hiyo siku sijui itakuwaje. Hiyo inabidi uende ukajua kinachoendelea ni kitu gani. Sawa dada. Hakuna amani kabisa. Sasa mimi naenda. Yaani nikifika kwa mwenyekiti leo ama zake ama zangu. Haya mama, mimi haya kwa hivi. Wanakijiji wenzangu. Naam. Nashukuru kwa kuitika wito huu. Najua leo ni siku ya kutoa kafara kama mila na desturi ya kijiji hichi kinachozunguka. Kwa yote yule anayeficha mgeni ndani ya kijiji, lazima tumtoe kafara. Hakuna vinginevyo. Sungusungu. Naam. Sungusungu. Naam tena huyu. Twende. Na mwingine tena atakuwa kama hawa, lazima aendelee kutolewa kafara. Utaratibu wa kumpinga mwenyekiti unatoka wapi? Mimi ndio mwenyekiti wa hichi kijiji. Na mimi ndio na mamlaka ndani ya kijiji. Na huyo anayebisha atakuwa ni miongoni mwa kutolewa kafara. Nashangaa. Na wala sio sheria kijiji chetu. Kwa nini mnakataa? Wacheni. Peleka. Shika mguu. Msogeza hapa, msogeza hapa. Naomba muache. Bwana mtu huyu tumemuona. Nataka huyu mtu awe fundisho kwa wengine wale watakuwa naficha watu bila kijiji kujua. Mwenyekiti, mimi nina hoja. Tunaomba tupe haki sawa. Je, hii ingekuwa ni kwa ndugu yako wewe? Ama brother, mmeatoa hapa mwenyekiti kuongea mnaongea. Na huyu ndo anakuwa mfano. Ndio. Wa kijiji hichi. Ndio. Tukamateni huyu na tunampeleka katika mlima wa kafara. Huyo. Kamata masikio huyo. Huyo, Peleka kwa mbele. Nimechoka. Yaani tumbili, nyani, sokwe. Kiukweli mimi nimechoka. Wao ni ubishi kwa sababu mbona siku kwenye zamu zetu watu waleta ubishi kama huu? Ukawa unajua kabisa ili shamba ndio linatupa heshima sisi hapa kijijini na ni uchumi wetu sisi kama vijana hapa. Mbona hata ubishi huo? Kwa kweli mimi nimechoka. Kama mtaenda kulinda nyie mazao, nendeni nyie mkalinde. Mimi nije kufa polini. Sasa hata huo ni ubishi. Kwa sababu kwenye zamu zetu sisi watu waleta ubishi kama huo. Sina mwenyewe basi. Ni hivi na mimi kwenye zamu yangu na mimi sitoenda. Wewe. So nyani, sokwe. Yaani akikupiga kibao baba unakufa kweli? Soko anakupiga kibao bila sababu kwa sababu ni ubishi kukataa kwenda kulinda. Soko anakupiga kibao bila ubishi. Ndio utajijua sasa mwenyewe. Huo ndio unataka kuleta ubishi. Uliangalia hilo? Na kuna Dija wale pale wanakuja. Na mdogo wake. Wait. Samahani, njoni. Habari zenu? Salama. Sisi tulisikia kuwa Debora mwenye kazi nyingi yupo nyumbani kwenu. Hivi hii taarifa ni kweli? Hapana, Debora haipo kwetu. Mimi nadhani mtachoka tulikuwa mbeba maji. Ningetua sababu sisi tunataka amani kwenu na amani kwetu. Ni heri. Sasa iko hivi. Unajua mnatambua kabisa matatizo yanatokea katika hichi kijiji kuhusu. Kwa nini mwokoa kuhusu jambo hili?
Aka, wala Debora haipo kwetu. Khadija, usiongee hivyo. Sisi wenyewe tuko pamoja nyie. Tambueni hiki kijiji. Angalieni msije kutolewa kafara. Sasa nyie tuambieni kabisa. Debora yuko kwenu? Kiukweli sisi tunataka tumsaidie Debora na nyinyi pia. Hakuna siofahamu katili kuhusu mwenyekiti wetu hapa katika kijiji. Hapo isitoshe, huyu Debora kama mhifadhi nyie, ni hatari kwenu kwake pia. Kumkeni Debora ni rafiki yenu. Sisi lengo letu ni kumtorosha kumpeleka mbali. Maana sisi hivi vitendo vya mwenyekiti wetu hapa kupapa mauaji kupigaji wa kafara. Sasa tupendeze navyo kabisa ni. Wala Debora yupo kwetu. Nani kawaambia kwamba Debora yupo kwetu? Tuambieni. Kwanza vile vile tunataka amani kwenu na amani kwetu. Mimi mwenyewe simpendi mwenyekiti hapo mnaniona. Simpendi. Na nasikia tetesi tayari ashazipata mwenyekiti kwamba Debora tayari kashiriki katika kijiji. Kwa akilijua hili, nyinyi mpo matatizoni na yeye mwenyewe pia. Unaona? Msingi tuambie ni kama Debora yupo kwenu tujue. Sisi tunania kumsaidia kabisa. Sisi tunania kabisa. Debora yupo kwenu? Sana. Yaani Debora sisi nyumbani hayupo. Hebu nisikilize. Nyie tuambieni. Sababu tunataka amani kwenu. Angalieni msije kutolewa kafara na mwenyekiti. Ni mbaya sana. Sio nyie tumpendi. Kwa sisi kuonyesha Debora hayupo inawezekana. Sasa nyinyi mnatakaje? Yaani sisi malengo yetu ni kumtafuta Debora. Nyinyi mkiendelea kumhifadhi jamani. Kama kuna tatizo kubwa hapa. Ni sisi mwenyekiti atumpendi. Nyie tuambieni Debora anachanganya. Shida yetu sisi ni kumtosha kwa kulicha. Nataka tuwasaidie. Sawa. Lakini inatakiwa tumtoroshe. Na sasa hivi mchana na kijiji bado wapo. Inatakiwa tumtoroshe na kijiji akiwa ameshalala. Hasa usiku wa saa 8. Sasa hivi hatuwezi kumtoa Debora. Aha, na ni vizuri zaidi. Usiku wa saa 8? Mwingine kwa mwingine tafuta kwa makini. Kwa sababu ile iko kubwa kwa Debora na kutufuku. Lakini simwambie mtu. Tuwezi kumwambia mtu. Sisi na kazi. Basi, tutakuja. Sawa. Nashukuru. Kama sasa. Si tunaenda. Kwa elimu. Sasa kasikuta hivi. Nisikilizeni. Yaani mnatambua kabisa mimi ni mtu huwa nalalaga usingizi wa fofofu. Kwa hili hapa mje mniamshe. Kiukweli Zito sitakuamsha. Mbona kwanza mimi silalagi. Kweli. Kwa hili hapa siwezi kulikalia chini. Sawa, sasa. Tayari sungusungu wa kijiji chote pamoja na mwenyekiti wao tayari wameshafahamu kuwa huko ndani Debora. Ni bora tukupeleke kwenu. Wakija kuvamia hapa, sinaona tayari ni shida kwetu Debora. Na kama unavyojua sisi tumekuweka huko ndani. Wazazi wetu hawajui. Debora. Ni bora tukupeleke kwenu Debora. Hapana. Kula nyumbani natafutwa. Kwa nini tusikupeleke nyumbani? Hapana, si dada kula nyumbani natafutwa. Sasa nitarudi kule. Dada, mimi na wazo. Kwa nini tusimtoroshe tukampeleka msituni? Msituni? Ndio. Debora, uko tayari sisi tukakuficha msituni? Naomba nitumfiche mumo ndani. Nijifiche mumo ndani. Debora, naomba uwe mwelewa. Ana matatizo kwetu sisi pamoja na wewe. Hii ni hatari Debora, naomba ukubali. Naomba jamani nisaidie. Mimi nataka kujificha mumo ndani. Nafikiri mimi nitafanyaje? Debora, ni vyema sisi tukupeleke kwenu Debora. Au basi tukupeleke huko msituni. Naomba nitakujificha mumo ndani. Matatizo tayari tutafutia sisi. Kuja kuvamia hapa inakuaje? Ni bora tu tukupeleke tukakuficha huko msituni. Sawa? Subiri sasa, kwa kuwa mkubali kukuficha msituni. Subiri basi mimi nitoke nje naangalia kwamba wanakijiji bado wanapita pita. Ili tuje sigenda kukutorosha. Umesikia?
Dada nini? Nini dada? Wanakijiji wengi. Wanakuja. Mungu wangu dada. Basi leo Mlifikiri kijiji hichi ya kitu akamata? Sungu wangu pamoja na wajumbe wenzangu wamefanya kazi kubwa kwa kamata. Nyenda mnasumbua kijiji na mkajifanya kujificha, mkafikiri hatutafika huko. Hawa lazima watolewe kafara. Hakuna kumsikiliza mtu mwingine. Ndio. Tumsikilize na. Na lazima mtolewe kafara. Yote yule pale atakayemficha mhalifu au mtu yoyote anayekuja katika kijiji bila mwenyekiti kufahamu lazima atolewe kafara. Debora pamoja na Adija wanatolewa kafara. Tunakwenda kwenye mlima wa kutoa kafara. Ndio mwenyekiti, mimi naombi. Ndio. Asante sana ndugu mwenyekiti. Mimi nilikuwa naomba kwamba Debora aachiliwe kwa sababu ndugu yake ameshatolewa kafara. Basi apate msamaha. Kumuitani ndugu yake shanyongwa leo na yaka tulete na kafara mwenyekiti. Bwana huruma mwenyekiti na pia ni mzazi. Sasa huruma ndo nini unazungumza nini? Mwenyekiti pamoja na wenzake. Mama nidhamu pamoja na nafasi yake mama. Mheshimiwa nidhamu. Huyu mheshimiwa. Nidhamu. Mama Niacheni wana mwenyekiti wanafanya nini? Kitu ambacho kiwezekani mwenyekiti. Anamficha Debora. Adija na ndugu yake Mama nidhamu kama nafasi yake. Kitu ambacho kiwezekani walifu watafuta mtoto wangu. Nataka kai mwana kutukuani. Jana Kwa yote yule atakayeolewa katika kijiji kingine lazima mila na desturi ziko pale pale, tunatoa kafara. Mama nidhamu. Mama nidhamu.
kafara. Kama ninasherehesha kwa sababu mwenyekiti ndio ananionea sana. Siwezi kuwataka rasmi. Mwenyekiti ni kafara. Naomba tusikilizane wananchi. Ndio. Sasa sisi mmekosea. Debora na wenzake. Ila adhabu iko pale pale aliotoa mjumbe wangu. Atashenya kuni za kijiji kama adhabu ya wanakijiji. Mnasemaje wanakijiji? Ndio.